Hujambo mwanamichezo popote pale ulipo, na hii ni Sam Media. Karibu tupate kuangazia takwimu rasmi za mechi ya Simba Sports Club dhidi ya Al Masry katika mbio za kuwania ubingwa kombe la shirikisho la mabingwa barani Afrika. Kwenye mahojiano na waandishi wa habari, Fadilu alisema kwa uwezekano wa kuanza na washambuliaji wawili wakati uwezekano huo upo, lakini akaona kama kikombe hakijapasuka kwa nini ukitengeneza nafasi hii unaweza kupata matokeo haya. Kocha anajua muundo wake hauna shida, bali ilibaki utekelezaji kwa wachezaji wake katika nyakati sahihi. Sehemu ambayo Fadilu alibadilisha ni ndogo sana katika muundo wake, timu hasa ikiwa inashambulia. Moja, ni position ya Kibu na Mpanzo. Mara nyingi huwa wanaombea mpira kwenye half space kabisa karibu na mabeki wakati wa timu pinzani, lakini leo walikuwa wanaanza kupakia mpira katikati ya wing backs na mabeki wakati wa pembeni outside. Kwa nini? Mbili, ili kutengeneza sintofahamu kuwa ya kimaamuzi baina yao mabeki wakati wa pembeni na wing backs wao, kwa maana wing backs wa Al Masry hofu yao ni full backs wa Simba wanaopanda juu. Tatu, Fadilu alifanya hivyo ili kuwapa Kibu na Mpanzo shooting space wawe katika nafasi bora za kupiga golini. Hii iliwezekana pia kwa sababu nne, Hawa alikuwa anajaribu sana kuwa karibu na Mkwala asimwache peke yake dhidi ya beki wakati wa Al Masry. Tano, nafikiri hiki alichofanya Fadilu leo kimbinu kimeasiliwa sana na hali ya uwanja, vinginevyo ingekuwa jioni ndefu kwa Al Masry, yani wangekula magoli mengi kama mvua. Al Masry pango wao ulikuwa ule ambao umezoeleka, yani moja, poteza sana muda kwa kucheza mechi ya taratibu. Mbili, zuia sana kulinda mtaji wake. Tatu, subiria counter attack na mpira iliyokufa kupata goli la ugenini. Kipindi cha pili kasi ya mchezo ilipungua hasa kutoka kwa mwenyeji, na fikiri pia ndiyo iliwapa Al Masry fursa na wao kuanza angalau kuunganisha hasa pasi zao. Hapo nafikiri Simba alikuwa anachezea moto pasipo kujua ni nafasi na kosa moja tu linaamua taswira nzima ya mechi. Siamini kama Al Masry waliamua kutaka penalti, bali hali ya mchezo iliwalazimisha, waliona kufunga kwa ngumu. Hamza anacheza kwenye gia yake mwenyewe anayotaka, hakuna kitu ambacho unaweza kumzuia. Mkwala soma namba ya jezi ya beki, basi beki yupo matatizoni, mawe yake yapewe. Mpanzo sio kwamba hawakufanya homework yao Al Masry, bali vitu vingine unakubali yaishe tu. Kamala unamwona tu golini, hali ya kujiamini kubwa kwenye matuta. Full time Simba Sports Club mabao mawili, Al Masry 0. Hata kwenye njia ya mikwaju ya penalty Kamara wengine hawakuamini kama angeweza kudaka, lakini kazi kubwa ameifanya. Kiukweli huyu ni bonge la golikipa. Kikweli alichokifanya leo amefanya kitu kikubwa sana, yani katika sajili ambazo amezifanya wekundu Msimbazi Simba, basi kwa upande wa golikipa amepatia, lakini pia usajili wa Mpanzo hawajabahatisha, wamepata bonge la mchezaji. Full time Simba amejituma na ametinga katika hatua ya nusu finali, licha kwamba walikatia tamaa Simba wakisema kwamba Simba itashia tena hatua ya robo finali, yani ni mwaka robo, lakini Simba amewafunga midomo wale wote walikuwa kumdharau, na tuma Simba ametinga hatua ya nusu finali. Ni yapi maoni yako kuhusiana na mechi ya Simba dhidi ya Al Masry? Unadhani je, Simba watatinga mpaka hatua ya finali au watashia nusu finali?